tungetaka kuita watu wasaliti, ingekuwa ni aliyekuwa makamu mwenyekiti, aliyekuwa anagombea kiti cha mwenyekiti, na mwenyekiti akiwa yupo, ingewezekana wale ndio wangeitwa wasaliti. Lakini kinyume chake ni kwamba watu waliyemuunga Mbowe ambaye alikuwa mwana Chadema, Mbowe alikuwa mwenyekiti wa Chadema, kumuunga mkono awe mwenyekiti ilionekana ni usaliti, na inaonekana ni usaliti mpaka leo. Hilo jambo la kwanza. Ubaguzi ambao upo. Watu wengi kule chini, majimbo mbalimbali, wanafanya vikao vya kujaribu kuwaondoa madarakani viongozi ambao walimuunga mkono Mbowe. Mbowe yuko kimya. Sisi wengine wote tumekuwa kimya. Tumekuwa kimya sio kwa sababu hatuoni, ni kwa sababu tulitaka waliyechaguliwa waweze kutumia katiba ya chama kukiunganisha chama na kutimiza wajibu wao kama ambavyo wanachama wamewachagua. Na mimi labda niseme kwenye hilo, mimi nilikutana na katibu mkuu John Mnyika tarehe 24 mwezi wa kwanza, siku 3 baada ya uchaguzi wa Mlimani City, ofisini kwake. Aliniomba tukashauriane. Katika mambo niyo mshauri kubwa kuliko yote, nilimwambia rudisheni umoja katika chama. Mkiamua kwenda kipande kimoja, hamtafika hiyo safari. Sababu safari yetu ni ngumu, safari yetu ni ndefu, inahitaji umoja. Na ndio maana slogan yetu ya mkutano mkuu ilikuwa ni stronger together. Tutakuwa imara tukiwa wamoja. Nikamwambia rudisheni umoja. Wafuasi wenu wanaendelea kuwashambulia wale waliowashinda kana kwamba kampeni zinaendelea, na ni akili ya kawaida ya uwezo wa kuvuka barabara, sio kwenda chuo kikuu. Inayekuwezesha kuvuka tu barabara, akili ya kawaida inakuambia uliyeshinda ndo unayetakiwa kurejesha umoja baina ya wanachama, sio waliyeshindwa. Kwa sababu wewe uliyeshinda ndio mwenye jukumu la kuwataka wenzako muende pamoja mjenge chama. Shirikisha wenzako. Lakini haikufanyika, haijafanyika na haifanyiki. Badala yake watu wanaendelea kubaguliwa na kutishiwa. Sisi wote hapa tulioko hapa kuna ambao wameshafukuzwa kama Mrema kinyume cha katiba kabisa. Nitaeleza hapo chini. Amefukuzwa na tawi. Lakini sisi wote hapa tuko kwenye pipeline ya kufukuzwa. Mtu amekaa kimya anafanya shughuli zake, lakini wao kwa sababu wanajua kwamba ulikuwa unamuunga mkono Mbowe, kwa lazima ufukuzwe. Manake lengo ni kwamba wanataka kufukuza wanachadema wote waliyemuunga mkono Mbowe, wabaki na wanachadema waliyemuunga mkono Lissu peke yake. Na sisi tunasema hiyo safari, na nilimwambia katibu mkuu tarehe 24, hiyo safari kwa namna hiyo hamtafika. Hamtafika kwa sababu gani? Hata nyie mkiangalia kura za Mlimani City, wajumbe walikuwa 1014. Tofauti ya kura ni 31. Tofauti ya kura 31 katika wajumbe 1000 na zaidi, maana yake ni 50 kwa 50. Mwenye akili ya kawaida hawezi kuchagua kwenda na kundi moja. Mwenye akili ya kawaida ataamua kuunganisha hizo timu mbili ili afike safari. Na kufanya uchaguzi ndani ya Chadema haikuwa mwanzo tarehe 21 mwezi wa kwanza. Na nyinyi ni mashahidi. Tumefanya uchaguzi kila wakati. Wakati pekee ambao Mbowe aligombea uwenyekiti akapigiwa kura ya ndio na hapana, ilikuwa mwaka 2009. Tulipiga kura ndio na hapana pale Kilinjiko Hall, Mbezi Makonde. Tulipiga kura ndio na hapana. Lakini baada ya pale 2014 aligombea na watu.
Mmoja wapo alikuwa Gambaranyera Frenki Mongateko. Baada ya uchaguzi hakukuwahi kuwa na kundi la Gambaranyera wala kundi la Mbowe. Ilikuwa ni Chadema moja, kwa sababu tunafahamu mnapoenda kwenye uchaguzi kukiwa na wagombea zaidi ya mmoja, wanachama wana haki ya kuunga mkono mgombea yoyote kwa sababu ni mgombea wa chama chao. Na baada ya uchaguzi wanachama wanaunganishwa kuwa kitu kimoja kwa sababu waliunga mkono wagombea wa chama chao na wana haki hiyo. Lakini kwa Chadema ya leo inaonekana si haki kuunga mkono mgombea mwingine. Maana yake wanakokwenda, mtu atakayegombea na Lissu baadaye uchaguzi ujao atakuwa na shida kubwa sana, kwa sababu huyo ataonekana ni muasi kabisa. Sababu sisi kama leta wasaliti kwa kumuunga mkono Mbowe ambaye alikuwa mwenyekiti na yeye ni makamu, sasa yeye akiwa mwenyekiti mtu agombea cheo chake inakuwaje? Kwa hiyo lakini 2014 nimesema 2014, 2019 Mbowe aligombea na Seso Mwambe, alikuwa mbunge wa Ndanda wa Chadema. Baada ya uchaguzi hakukuwa na timu ya Mwambe, hakukuwa na timu ya Mbowe, walikuwa wana Chadema wote. Lakini tumeona mara hii baada ya uchaguzi ndo mpaka leo nyie mnaenda kwenye social media mnaona namna viongozi wanavyotukanwa, viongozi wanavyodhalilishwa, viongozi wanavyobaguliwa kwa sababu tu wanaitwa timu Mbowe, kwa sababu tu walimuunga mkono Mbowe, kana kwamba Mbowe alikuwa mwana CCM akaja hapa. Na tuiseme vizuri ili waweze kuelewa, kwa sababu sisi tulishashauri. Mtu atauliza kwamba kwa nini mwashauri? Mimi nimewaambia, mimi